Vijana we, vijana ya sasa msisahau mnite babu pia. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenye chuo, maana chuo hiki ni cha serikali, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, mwenye chuo ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Ameniteua mie kuwa mkuu wa chuo kushikilia, kusimamia kwa niaba yake. Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Naibu Waziri wanu Ahmed Ameir, Naibu Waziri Hadija Salum Ali, Naibu Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali, makatibu wakuu mliopo na waheshimiwa mawaziri mliopo, naona mpo hapo mmejipanga, tunawashukuru kwa kuja. Makatibu wakuu mliopo, ndugu mkuu wa mkoa, waheshimiwa wabunge na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi, Balozi Mwanaidi Sinare Maja, mwenyekiti wa Baraza la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Profesa William Anengise, makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, waheshimiwa madiwani, viongozi wa dini na wazee mliopo, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa na viongozi wa vyama vya siasa mliopo, viongozi waandamizi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam pamoja na wafanyakazi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na naposema Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni pamoja na hawa waliopo hapa. Assalamu alaikum. Kazi na utu. Mapinduzi. 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 Kama noma, kama mbwai. Mheshimiwa Rais, naomba nianze kwa kuungana na wenzangu walionitangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uzima na afya njema na kutuwezesha kukutana hapa Buyu mchana wa leo. Pili, napenda kutoa shukurani zangu za dhati kwako kwa kukubali mwaliko wetu wa kuja kuwa mgeni rasmi katika hafla hii ya uzinduzi wa jengo la taaluma na utawala pamoja na hostel ya wanafunzi wa kike katika Taasisi ya Sayansi ya Bahari ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tunakushukuru kwa kutenga muda wako adimu na kuja wewe mwenyewe kutufungulia majengo haya. Hakika ushiriki wako ni jambo la faraja kubwa kwetu na litabaki daima katika kumbukumbu na historia ya Taasisi ya Sayansi ya Bahari ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa niaba ya viongozi
na jumuiya nzima ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam pamoja na taasisi yetu hii ya sayansi ya bahari, nasema asante sana Mheshimiwa Rais. Umetupa heshima kubwa, tumefurahi na kufarijika sana kwa moyo wako wa upendo kwetu. Nasi tunasema tunakupenda sana na tunakuombea baraka tele kwa Mola wetu katika kutekeleza majukumu yako ya uongozi wa nchi yetu. Mheshimiwa Rais, tukio la leo ni kielelezo tosha cha dhamira yako ya dhati ya kuwekeza katika elimu ya juu, katika sayansi na katika utafiti kama misingi muhimu ya kuleta maendeleo endelevu ya taifa letu. Kupitia uongozi wako tumeshuhudia sekta ya elimu ikiendelea kupewa kipaumbele, jambo lililowezesha utekelezaji wa miradi mikubwa yenye mchango wa moja kwa moja kwa maendeleo ya rasilimali watu na uchumi wa nchi yetu. Mheshimiwa Rais, mmoja wa miradi hiyo ni huu wa HEET, yani Higher Education for Economic Transformation, unaotekelezwa kwa ushirikiano baina ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unayoiongoza na Benki ya Dunia. Makamu mkuu wa chuo Profesa William Anangise ametoa taarifa ya kina jinsi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kinavyonufaika na kinavyotekeleza mradi huu. Kupitia mradi wa HEET, chuo chetu kinaendelea kuboresha miundombinu yake, mazingira ya kujifunzia na mazingira ya kufundishia. Pia tunajenga uwezo wa kutekeleza tafiti zenye tija kwa taifa letu na dunia, vile vile kwa wananchi, pamoja na kujenga nchi yetu. Mheshimiwa Rais, pamoja na kufanya hayo, ulitoa maelekezo mahususi matatu kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam katika kutumia sehemu ya fedha za mradi huo. Uliagiza tujenge jengo la taaluma na utawala hapa katika taasisi ya sayansi ya bahari, jengo ambalo ujenzi wake ulikuwa umesimama kwa takribani miaka 20 iliyopita. Pia uliagiza tujenge campus mpya 2, moja katika mkoa wa Lindi na nyingine katika mkoa wa Kagera. Mikoa hiyo haikuwa na vyuo vikuu vya serikali. Ninayo heshima kutoa taarifa kwamba maagizo yako tumeyafanyia kazi kwa ukamilifu. Ujenzi wa kampasi za mikoa ya Kagera na Lindi unaendelea vizuri. Tulikuwa Bukoba na makamu wa rais Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi tarehe 15 Disemba kwenye hafla ya kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa kampasi ya Kagera. Tulikuwa Lindi na Waziri Mkuu Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba tarehe 20 Disemba kuweka jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa kampasi ya Lindi. Ni mategemeo yetu kwamba ujenzi utakapokamilika utatupa heshima ya kufika katika kampasi hizo tukukabidhi. Wanakushukuru kwa kuwakumbuka na wanakushukuru kwa kuwajali. Kule Bukoba, mzee mmoja anaitwa Regayula, rafiki yangu wa miaka mingi, amekuwa mtu mzima sana, alikuja kunitembelea pale hotelini nilipokuwa tumefikia. Aliniambia kwa bahati mbaya Rais Samia hakuwepo, na kama ungekuwepo alitamani akubebe kuelezea furaha yake, faraja yake na shukrani zake kwako. Kwa hiyo umekosa mengi kwa kutokufika. Kwa hapa Buyu ni kama ulivyoona mwenyewe, kazi uliyotutuma tumeimaliza. Tena tunajivunia kuwa tumeikamilisha kwa kiwango cha juu cha ufanisi na ubora. Taasisi ya sayansi ya bahari hapa Zanzibar sasa imekamilika kama ilivyokusudiwa zaidi ya miongo miwili iliyopita
kama alivyoeleza Profesa Anangisa. Mheshimiwa Rais, kwa namna ya kipekee tunakushukuru wewe binafsi na serikali ya awamu ya 6 unayoiongoza na kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inayoongozwa kwa umahiri mkubwa na Profesa Adolf Mkenda na Profesa Nombo. Kwa lugha ya Kisukuma tungesema haya ni majembe. Tunawashukuru Mheshimiwa Rais, tunawashukuru kwa kutuletea mradi wa HEET na programu mbalimbali ambazo zimekuwa chachu kubwa ya maendeleo na ustawi kwa chuo chetu. Hatua hizi zimeendelea kukiimarisha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kama taasisi ya elimu kinara kitaifa na yenye kutambulika kimataifa pia. Vile vile tunatoa shukrani kwa Benki ya Dunia kwa kuendelea kuwa mshirika wetu wa maendeleo katika kutekeleza mradi huu wa kimkakati. Tunaomba serikali iendelee kuzungumza na Benki ya Dunia ili ikiwezekana pawepo na awamu ya pili ya mradi huu. Ikikubalika, itatuwezesha kukamilisha utekelezaji wa mambo yaliyoanza ambayo hayajakamilika. Pia tutaweza kufanya mambo mengine ambayo ni muhimu kuyafanya, lakini hatukuweza kuyafanya kwa sababu fedha za mradi huu awamu hii hazikutosheleza mahitaji yote. Mheshimiwa Rais, tuna mambo matatu ambayo tunaomba tusaidiwe ili mambo yakamilike hapa kwenye taasisi hii ya Buyu hivi sasa. Kwanza, tunaomba ujenzi wa jengo la hostel iliyopo sasa ukamilishwe. Ulisikia maelezo kutoka kwa Profesa Bernadette Kilian pale kwamba jengo lililopo sasa ambayo ni hostel kwa ajili ya wanafunzi wanawake ni la msingi wake ni wa kujenga ghorofa 2 zaidi, yaani ground floor plus 2. Nilipokuwa kule Pemba kwenye mradi ule wa jengo la uhamiaji ndio nilijifunza sana jengo hili ni G plus 2. Nikauliza G maana yake nini? Wakaniambia ni ground na ghorofa 2 juu yake. Kwa ndio jengo lile ni G plus 2. Kwa sasa imejengwa ile ground floor peke yake. Ina uwezo wa kuchukua wanafunzi 40. Idadi hiyo ni ndogo sana ukilinganisha mahitaji halisi. Hata hivi sasa wanafunzi wa kike ni 76. Pili, tunaomba ijengwe hostel ya wanafunzi wa kiume. Maana ukijenga ya wanawake peke yake, wanafunzi wa kiume wanasema vipi sisi hatuthaminiwi? Kwa hiyo nayo ina siasa zake. Fedha za HEET za mradi wa HEET hosteli ya pili haikutengewa fedha. Kwa sasa wanafunzi wote wa kike na wa kiume wanakaa Mazizini na huletwa hapa kwa mabasi kila siku. Na ombi letu la tatu, tunaomba chuo kipate chombo cha kuwawezesha wahadhiri na wanafunzi kwenda baharini kufanya mafunzo na kufanya utafiti. Naona na wenyewe wanashangilia sana. Hivi sasa chuo hakina chombo hicho. Kwa chuo chetu kutokuwa na chombo kama hicho ni upungufu mkubwa katika kutoa mafunzo kitaaluma. Kilikuwepo chombo cha zamani sana, baada ya kufa hakupatikana tena kingine. Hauwezi kukikarabati. Nimeuliza, akasema hiki ni write off, kinachotakiwa ni kipya. Mheshimiwa Rais, kama kutakuwa na awamu ya pili ya mradi wa HEET, tutashukuru maombi yetu hayo yakifikiriwa kujumuishwa.
Lakini kama hautakuwepo, maombi yetu ni kwamba serikali yetu sikivu iangalie namna ya kutusaidia kadri inavyowezekana kwa mahitaji hayo. Mheshimiwa Rais, ningependa kutumia nafasi hii kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa mchango wake muhimu aliyoutoa katika kufanikisha mradi huu. Mheshimiwa Rais Mwinyi ametuwezesha kupatikana kwa hati miliki ya ardhi ya eneo hili na tukaweza kuanza utekelezaji wa mradi. Tulipokuwa serikali unayoiongoza ilipokuwa na mazungumzo na Benki ya Dunia, Benki ya Dunia wakasema hatuna tabu. Hivi hilo eneo mnataka kuchukua tutumie sisi pesa zetu, hivi mnalimiliki? Waswahili hawana dogo. Ukizungumza na huyu anaingilia huku anatokea huku, anatokea huku anatokea huku, mpaka tupokuja kumwambia rais tunakwama kupata ardhi. Rais akasema nitalimaliza leo, na asubuhi ilikuwa, jioni hati ikatoka. Basi wale waliokuwa na matatizo, anayetia saini hati hayupo na nini, wote walipatikana na kila kitu kikakamilika. Pia tunamshukuru kwa uamuzi wake wa kujenga barabara ya kiwango cha lami kuja hapa chuoni, maana nayo tulimuomba. Barabara ilikuwa ya kuja huku ilikuwa yenyewe mtihani. Nilipomwambia akaniambia tu, mkuu wa chuo, tumesikia. Nilipokuja kutembea tena mara ya pili kukagua, nikawa napita kwenye barabara ya lami. Kwa hayo mawili ndio lazima tutoe shukrani kwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Lakini hatua hizi zinaonyesha dhamira ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kuunga mkono maendeleo ya elimu ya juu na maendeleo ya vijana hapa nchini. Lakini kubwa kuliko, tunamshukuru Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, alipokuja hapa chuoni tarehe 5 Januari kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa hilo jengo ambalo leo umelizindua. Tunafurahi na kufarijika sana kwa upendo wenu ninyi viongozi wetu wakuu kwa chuo chenu ambacho mimi mmenikabidhi kuongoza kwa niaba yenu. Mungu awabariki sana katika kila mnalolifikiria na katika kila mnalolifanya kwa niaba ya nchi yetu pendwa na wananchi wake. Mheshimiwa Rais, ni furaha iliyoje kushuhudia hatua hii muhimu katika safari ya maendeleo ya taasisi ya sayansi za bahari ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Taasisi hii ni ya pekee hapa Afrika Mashariki. Kama alivyoeleza makamu mkuu wa chuo Profesa Nangise, katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ilijengwa hapa, kwa wale wenye umri wangu watakumbuka, kituo pale Mizingani kinaitwa EAMFRO, East African Marine Fisheries Research Organization. Baada ya kuvunjika Jumuiya ya Afrika Mashariki, katika kugawana mali za iliyokuwa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Tanzania tukakabidhiwa kile chuo, taasisi ile, na serikali zetu mbili, serikali ya muungano na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, zikakubaliana
taasisi ile ikabidhiwe Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ndio maana ya kuwa taasisi ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa Afrika Mashariki hapakuwa na taasisi kama hii isipokuwa ile pale. Hii hapa. Haipo Mozambiki wala haipo kusini mwa Afrika. Katika ukanda wetu wote wa pwani ya mashariki, Afrika Mashariki ya Afrika, hiki ndicho kituo pekee kilichopo hapa. Kwa hiyo sisi kukijenga kituo hiki na kuwa kwa lugha ya Kiingereza a major center of excellence, kituo kikubwa cha ubingwa katika sayansi ya bahari, tutakuwa tunatoa mchango mkubwa kwa Tanzania, lakini kwa ukanda wetu, lakini vile vile kwa dunia nzima. Mheshimiwa Rais, mafunzo yanayotolewa hapa na tafiti zinazofanywa hapa ni mambo yenye manufaa kwa Tanzania na nchi za ukanda wetu na dunia nzima. Uliponiteua kuendelea kuwa mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na nilipotembelea taasisi hii kule Mizingani na hapa Buyu, nilijifunza mambo mengi muhimu kuhusu taasisi hii. Niaseme machache, lakini nilishuhudia ujenzi ambao ulikuwa umesimama kwa karibu miaka 20 hapa. Mimi nilizani ule msingi umeoza. Dr. Fatuma upo? Hebu simama, njoo hapa. Anaasisi. Huyu mkuu wa idara gani? Mkuu wa idara ipi? Mkuu wa idara ipi? Fatuma. Njoo hapa. Kampe mkono rais. Mbona haraka, una wasiwasi nini? Dr. Fatuma huyu ni binti hapa Zanzibar, Zanzibari huyu, lakini ni senior lecturer pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, mhadhiri mwandamizi kwa lugha ya Kiswahili. Sasa hivi anasubiri kuwa profesa tu wakati wowote. Nacheka, huamini? Inshallah. Huyu yeye katika shughuli zote za ujenzi, huyu ndio mtaalamu. Sasa siku ile niliposema nimekuja nimeona msingi umeoza, akanambia haukuoza, mbele ya Rais Mwinyi. Nikamwambia nakuheshimu kwa utaalamu wako, na ni kweli msingi haukuoza. Rudi ukakae. Mpigieni makofi. Ni mtaalamu sana. Huyo ni mtaalamu wa architecture. Wa uchoraji na usanifu wa majengo huyo. Sasa ukimwona amepiga na hijabu yake na abaya hiyo, utaweza kuzani kwamba ni mama wa pale tani tu, lakini ni bingwa. Lazima ku acknowledge. Ndio maana nasema lazima mjue vijana, huo ndio mfano. Nyinyi vijana, you can just be like her. Hana umri mkubwa,
lakini amezamia kwenye kusoma, amejiendeleza, ametafuta degree yake ya kwanza, ya pili, ya tatu, amekuwa mhadhiri pale, mhadhiri sasa amekuwa mhadhiri mwandamizi, lakini yeye ndio tunayemtegemea kwa kutoa maoni ya kitaalamu kwenye kazi zote tunazozifanya hizi za ujenzi kila mahali tunapokwenda. Kwa hiyo Fatma, nitaka lazima watu wajue, tunaweza kupata sifa sisi, lakini wako ambao ndio wenyewe hasa wanaomenyeka usiku na mchana kuhakikisha kwamba kazi hizi zinakwenda vizuri. Kwa Fatma, ndio maana nitaka watu wajue tu kwamba upo, lakini kila ukimleta na wasiwasi kwamba nitachukuliwa na serikali naye anataka mpaka awe profesa, utakuwa tu. Mheshimiwa Rais, tulifanya juhudi mbalimbali kupata fedha ili kukamilisha awamu ya pili ya jengo ambalo ni pacha ya lile la kwanza. Kwa msukumo wako tukapata mgao wa fedha za mradi wa HEET uliotuwezesha kukamilisha ujenzi kama tunavyosherehekea leo. Bila uamuzi wako Mheshimiwa Rais, huenda mpaka leo tungebaki na ule msingi ambao mimi nilikuwa nasema umeoza, Fatuma akaniambia haujaoza. Kwa kweli ule msingi ulikuwa unaharibu sura na mandhari ya taasisi yetu hapa Buyu. Mheshimiwa, siku ya leo tunayo furaha kubwa kwamba hatimaye uongozi wako thabiti na serikali ya awamu ya 6, ujenzi huu sasa umekamilika baada ya miaka 20 ya kusubiri. Leo tumeshuhudia matokeo mazuri ya uamuzi wako wa busara na maamuzi yenye mwelekeo wa kimaendeleo. Ninakushukuru kwa dhati kwamba ulisikiliza kilio chetu kwa muda mrefu na kuchukua hatua mwafaka bila ajizi. Umetupatia suluhisho. Hakika wewe ni Samia Suluhu. Kupitia maono yako ya kuimarisha elimu ya juu, sayansi na utafiti na maelekezo yako juu ya mradi wa HEET kuyapa kipaumbele katika maeneo yanayohitaji kuongezewa nguvu, leo umetibu changamoto yetu ya muda mrefu. Pokea shukrani zetu za dhati Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, majengo haya mapya uliyoyazindua, jengo la taaluma na utawala, bweni la wanafunzi wa kike, si miundombinu tu, bali ni msingi muhimu wa kuendeleza tafiti, kutoa mafunzo bora na kuchangia katika kukuza uchumi wa bluu pamoja na maendeleo ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla na ukanda wetu. Kwa kuzingatia umuhimu wa mradi huu, nimekuwa nikifuatilia kwa makini katika kila hatua. Nilikuwepo wakati wa utiaji saini wa mikataba ya ujenzi. Nimekuwa nafuatilia, kutembelea mara kadhaa, kukagua maendeleo ya utekelezaji wa mradi. Mimi na wenzangu chuoni tuliona ni heshima kubwa kukuomba wewe binafsi Mheshimiwa Rais uwe mgeni rasmi wa hafla hii ili kutambua mchango wako binafsi na wa serikali unayoiongoza katika maendeleo ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa ujumla. Kushiriki kwako nasi leo kumeleta furaha kubwa mioyoni mwetu na kumeipa hafla hii hadhi ya kipekee. Umetuheshimisha. Naomba nimalize Mheshimiwa Rais kwa kuleta ombi la kuonana nawe sisi viongozi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam katika muda utakaouona, ili tukupe taarifa ya utekelezaji wa agizo la mtangulizi wako kwa chuo chetu hayati Dr. John Pombe Magufuli aliyatoa agiza tuhamishe shule ya afya na sayansi shirikishi kutoka kampasi ya Mwalimu Julius Nyerere pale Dar es Salaam Mlimani na kuipeleka Mbeya. Tuna mahitaji
mengi ambayo tunaamini tukionana nawe tutapata maelekezo mwafaka. Kwa mara nyingine tena nakushukuru kwa kujumuika nasi siku ya leo. Mungu akubariki sana. Asante sana Mheshimiwa Rais, na asanteni kwa kunisikiliza. ST Bongo, nyumbani kwanza.